Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekubali pointi 28 za kumaliza vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi, mpango ambao umewasilishwa na Marekani. Rais wa Ukraine Zelensky amekaribisha mabadiliko yaliyopendekezwa kwenye mpango wa amani wenye vipengele 28 wenye utata wa kumaliza vita na Urusi. Inaonekana washirika wa Ukraine wa Ulaya walitoa toleo lililoboreshwa la mpango huo baada ya kukata sehemu ambazo zilipendelea malengo ya Urusi. Sasa orodha ya hatua muhimu za kumaliza vita inaweza kufikiwa, Zelensky alisema kwenye mtandao wake wa Telegram, akisema vipengele vingi sasa vimejumuishwa katika mfumo huu. Akizungumzia mpango huo, Zelensky alisema Jumatatu jioni kwamba kurekebishwa kwake ndio njia sahihi. Masuala nyeti, mambo nyeti zaidi nitajadili na Rais Trump, aliongeza bila kusema ni lini, licha ya kwamba hakuna mpango uliowekwa wa sasa wa yeye kukutana na Rais Trump. Kulingana na afisa katika ofisi ya Zelensky, mpango huo wenye vipengele 28 ulivuja siku ya Ijumaa umebadilishwa. Urusi imekuwa ikitaka Ukraine ijitoe kikamilifu kutoka eneo lote la mashariki mwa Donbas lililoundwa na mikoa ya Donetsk na Luhansk, lakini pia idhibiti eneo la Crimea na sehemu kubwa ya mikoa mingine miwili, Kherson na Zaporizhia. Makumi ya maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa au kujeruhiwa na mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao tangu uvamizi wa Urusi uanze katika kile walichoita operation maalum ya kijeshi miaka 4 iliyopita. Hata hivyo, Sir Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, amesema ataongoza mjadala wa mpango wa amani wa Ukraine. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajia kuzungumza na washirika wa Ukraine wa Ulaya kufuatia majadiliano ya mpango wa awali wa amani katika taifa hilo lililokumbwa na vita. Starmer atawaongoza wakuu wenzake kwenye mazungumzo ya kile kinachotajwa muungano walio tayari baada ya majadiliano ya mwisho wa wiki kati ya Marekani na Kiev ya kusuluhisha mgogoro wa Urusi na Ukraine. Starmer na viongozi wengine wa magharibi wamepinga mpango wa awali wa amani wa Donald Trump wenye vipengele 28 kabla ya mazungumzo ya Geneva na kuibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa Ukraine kuachia maeneo na kupunguza jeshi lake. Kabla ya mazungumzo hayo, Starmer alisema washirika wote katika muungano huo walikuwa wamejikita katika kufikia amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine. Volodymyr Zelensky wa Ukraine alisema baada ya mazungumzo ya Geneva bado kuna kazi ya kufanya kwa pamoja na ni vigumu sana kukamilisha waraka huo na lazima tufanye kila kitu kwa umakini. Ameahidi kujadili masuala nyeti na Rais Trump na kuongeza kuwa Ukraine haitakuwa kikwazo kwa amani. Hii ndio kanuni yetu, kanuni ya pamoja, na mamilioni wa Ukraine wanategemea na wanastahili amani yenye heshima. Marekani hata hivyo imedai kushinikiza Ukraine ikubaliane na pendekezo hilo, huku waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio akisema kwamba kila kitu kimeenda sawa na Ukraine imekubaliana na mpango huo. Hata hivyo, taarifa nyingine zimesema Marekani ilishinikiza Ukraine kukubali mapendekezo yake wakati wa mazungumzo huko Geneva. Afisa mmoja wa ngazi za juu aliambia AFP. Afisa huyo akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema Washington haikutishia moja kwa moja kukataa misaada ikiwa Kiev itakataa mapendekezo yake, lakini Ukraine ilikuwa inatambua wazi kuwa uwezekano huo ulikuwa ni mkubwa. Katika hatua nyingine, Wizara ya Nishati ya Ukraine imesema shambulio kubwa lililenga vituo vyake vya kusambaza umeme limefanywa mapema Jumanne, huku jeshi likiripoti msururu wa drone na makombora yaliyofyatuliwa kuelekea mji mkuu Kiev. Kulingana na wizara hiyo, wafanyakazi wa nishati wataanza kutathmini matokeo na kuanza ukarabati mara tu hali ya usalama itakaporuhusu. Meya wa Kiev Vitali Klitschko aliandika kwenye mtandao wa Telegram akisema shughuli za kuhamisha watu ilikuwa ikiendelea kwenye jengo refu lililokuwa kwenye wilaya ya Pechansky katikati mwa jiji hilo baada ya kushambuliwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea